utakuwa na upendeleo badala ya upendo. Upendo huo ni tofauti kabisa na upendo wa Mungu ambao wenyewe hauna unafiki ndani yake, hauna ubinafsi ndani yake, hauna choyo ndani yake, hautafuti mambo yake, yaani ni upendo ambao hautafuti maslahi binafsi. Tunakumbuka zile sifa ambazo tulizichambua Jumapili iliyopita, zinazoorodheshwa na Paulo katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 4 mpaka wa 8, kwamba upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, hautakabari, haujivuni, hautafuti mambo yake, haukosi kuwa na adabu, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali huwa unafurahi pamoja na nini? Na kweli, na mengine ambayo anaendelea kuyasema kwenye mistari inayofuatia. Kwa hiyo pendo hilo lenye sifa hizo, kwa maana ya upendo wa Mungu, agape, kwa Kiyunani si agape ni kuzama pendo. Yes. Pendo hilo linamiminwa ndani yetu na nani? Na Roho Mtakatifu. Ndivyo tunavyoambiwa kusoma Warumi sura ya 5 ule mstari wa 5. Roho Mtakatifu anamimina ndani yako wewe uaminie pendo la Mungu. Kwa ina maana kwa namna fulani tunaposema yaani upendo ni zawadi, yaani ni kitu ambacho unakirimiwa. Lakini upendo ni tunda. Upendo ni tunda. Kwa hiyo ni kitu ambacho unakirimiwa, kama ambavyo tunaambia kwamba pendo linamiminwa ndani yako na Roho Mtakatifu. Kumiminwa kwa pendo la Mungu ndani yako ni mchakato au ni tendo linalojumuishwa kwenye ule mchakato wa wewe kufanywa upya unapozaliwa mara ya pili, kule kufufuliwa, hali ya ufu inapoondoka na unapata uzima wa kimungu ndani yako. Roho Mtakatifu analimimina pendo ndani yako, lakini uhalisia wa huo upendo ni kitu kinachokuzwa, ni kitu kinachokuwa developed. Kinakuwa developed kwa msaada wa Roho Mtakatifu, lakini kwa ushirikiano wa utashi wako. Na ndio maana linatajwa, yaani upendo unatajwa kama tunda la Roho. Tunaposoma Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 16 anasema kwamba basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Sasa ukiendelea kusoma fungu hilo, unapoenenda kwa Roho, kinachotokea ni wewe kuzalisha kinachoitwa tunda la Roho. Na tunda linalotajwa la kwanza, na hilo ndilo tunda mama. Nimechambua sana mambo haya kwenye kitabu changu kile cha ni kitabu cha ngapi? Cha 3 cha 4. Kuhusiana na tunda la Roho nimechambua. Upendo ndio tunda mama ambao unategemeza matunda mengine yote. Kwa unapotaja yaani upendo, alafu unataja siji fadhili, uaminifu, upole, kiasi, utu wema, fadhili. Yote hayo ni kama matokeo ya kuwa na upendo wa Mungu. Jamani, tuko pamoja? Ukiwa na upendo wa Mungu, kinachodhaliwa ni kuwa na utu wema, unakuwa ni mtu mwema. Ukiwa na upendo wa Mungu, unakuwa ni mtu mwenye fadhili. Ukiwa na upendo wa Mungu, unakuwa ni mtu mwenye self control, mwenye kiasi. Upendo ule ni nguvu ambayo inadhibiti misukumo ya asili ya dhambi, inadhibiti matakwa ya asili ya dhambi, na ni nguvu au ni msukumo wa ndani kukupelekea wewe kuyatenda yaliyo mapenzi ya Mungu, yaliyo matakwa ya Mungu, kama unavyoongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana huwa nafafanua kwamba nakwambiwa kwamba enendeni kwa Roho, maana yake ninyi muishi kwa kufuata maelekezo ya Roho Mtakatifu. Kubali kujitiisha chini ya mamlaka na maongozi ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anakuongoza kupitia neno lake. Maana Bwana Yesu akasema kwamba yeye akija Roho Mtakatifu atatuongoza sisi
katika kweli yote. Kweli ni nini? Ni neno la Mungu. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa yaani kati ya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu na neno la Mungu, hauwezi kuvitenganisha. Ndio maana tunajua kwamba andiko huwa Roho anafanyaje? Anahuisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa tuangalie mambo unayotakiwa kuyazingatia kwa ajili ya kudumisha na kuchochea upendo wa Mungu ndani yako. Ni kweli umeokolewa, umezaliwa mara ya pili. Na katika Wakorintho wa pili sura ile ya 5 mstari anasema kwamba hata alikuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Ni kweli sasa wewe pendo la Kristo linamiminiwa ndani yako, na unapoenenda kwa Roho unaendelea kuzalisha tunda hili la Roho la upendo na matunda mengine. Lakini sasa kuna mambo matatu ambayo nataka tuyaangalie hapa, ambayo ukiyazingatia haya daima utadumisha, na sio kudumisha tu, uta activate. Utakuwa na upendo ambao ni active, kwa sababu unaweza kawa na upendo ambao ni dormant, sio active. Jamatoka pamoja. Amen. Upendo sio jambo ambalo linabakia tu kwenye hisia, kwenye nia, kwenye maneno tu. Hapana, sio ile hali tu ya ndani, lakini hali ile ya ndani inatakiwa izalishe kwa njia ya vitendo, ilete matokeo fulani. Upendo ni nguvu ambayo lazima iingizwe kwenye matendo ili izalishe matokeo fulani. Jamani, tuko pamoja? Amen. Kwa hiyo ili upendo huu uweze kuwa active, yani upendo uweze kuchochewa, tutumie lugha hiyo sasa kwa Kiswahili, ili uweze kuchochea daima, upendo huo ndani yako uwe active na ujidhihirishe mara zote katika maneno na matendo yako, katika mwenendo wako, katika maneno yako, katika matendo yako. Mambo haya matatu lazima uyazingatie. Jambo la kwanza ni kumjua Mungu zaidi. Unatakiwa umjue Mungu zaidi na zaidi na zaidi. Usitosheke kwa habari za kumjua Mungu, usitosheke na viwango tu fulani ulivyo navyo, usitosheke. Mjue Mungu daima, mjue Mungu zaidi na zaidi. Hata Daudi, unajua kati ya mambo aliyomgusia Sulemani, moja wapo alimwambia mjue Mungu. Aligusia amjue nani? Amjue Mungu. Sasa tunaposoma Wafilipi sura ile ya 3 ule mstari wa 10 tunakutana na maneno ya Paulo. Paulo yeye anasema kwamba alihesabu mambo mengine yote kama hasara tu, alihesabu mambo mengine kama mavi tu kwa ajili ya uzuri kwa ajili ya uzuri wa kumjua nani? Kumjua Kristo. Na akakubali kulipa gharama ili amjue huyo Yesu, huyo Kristo. Hebu tusome andiko hilo. Wafilipi sura ya 3. Naweza tukaanzia juu kidogo angalau. Hebu nianze ule mstari wa 7. Anasema hivi, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Mstari wa 10 sasa anasema hivi, ili nimjue yeye
na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Kwa hiyo Paulo yeye, kwa sababu ya thamani ya kumjua Yesu, alikubali kulipa gharama yoyote iliyohitajika, ikiwa ni pamoja na kuyahesabu mambo mengine yaliyokuwa ya faida kwake huko nyuma kama hasara, anapolinganisha na uzuri au thamani ya kumjua Yesu. Ninakutia moyo, thamani ya kumjua Yesu, thamani ya kumjua Mungu ni kubwa sana. Ni kubwa sana. Kwa hiyo usiweke kitu kingine chochote kwa kipaumbele chako zaidi ya kumjua Mungu. Yaani kumjua Mungu iwe kipaumbele chako kuliko kutaka mafanikio ya pesa, kuliko kutaka mke mzuri au mume mzuri, kuliko kutaka kazi nzuri, kuliko kutaka sijui chochote kile. Tujifunze kwa huyu Paulo mzao, ambaye yeye alisema mambo yote kuwa ni hasara, yote kuwa kama mavi tu kwa ajili ya uzuri wa kujua nani? Yesu Kristo. Uzuri wa kujua Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sasa tutawezaje kumjua Mungu? Mambo tumekuwa tukijifunza, tunakumbushana si kwamba ni madeni hivyo kwako. Tunamjua Mungu kwa namna mbili ambazo zinaenda pamoja. Tunamjua Mungu kupitia neno lake na tunamjua Mungu kupitia ushirika naye, ukaribu naye. Haya ni mambo mawili lakini yanaenda pamoja. Kupitia neno lake kuna mambo makubwa 6 ambayo unayagundua unaposoma neno la Mungu kwa umakini, kwa unyenyekevu, katika hali ya kujitiisha chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anapokusaidia katika jitihada yako ya kutaka kumjua Mungu kupitia neno lake, kuna mambo 6. Jambo la kwanza, utamjua Mungu mwenyewe ni nani, kwa maana ya tabia zake, asili zake, yeye ni wa namna gani, wewe Mungu yukoje. Lakini jambo la pili, utajua yaliyo makusudi yake au mapenzi yake, anataka nini, hataki nini. Lakini jambo la tatu, utajua vipaumbele vyake, kilicho cha muhimu zaidi kwa Mungu ni nini. Utagundua kwamba kwa Mungu ya mambo ya milele ndiyo ya thamani kuliko mambo ya kupita. Mambo ya rohoni ndiyo ya thamani kuliko mambo ya mwilini. Sisi iliyo mara nyingi huwa tunageuza mambo. Wakati mwingine tunathamini zaidi mambo ya mwilini na mambo ya kupita kuliko mambo ya rohoni ambayo yana thamani ya milele. Mungu atusaidie kwamba siku zote tuyape thamani mambo ya rohoni na ya milele kuliko mambo ya mwilini na ya muda kitambo. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo ni jambo la tatu, lakini namba 4, kupitia neno lake utakutana na maonyo. Kwenye neno la Mungu kuna maonyo. Maonyo yale ni kama tahadhari, ni warning signs kwamba usifanye hili, hii ni hatari, epukana na hili, achana na hili. Hii inajumuisha makatazo mbalimbali ambayo wewe kama mtu wa Mungu unakatazwa, sawa na ambavyo Adamu na Hawa walikatazwa mapema kabisa kwamba huu mti upo lakini si kwa ajili ya chakula chenu.